msamaha wa dhambi niliupata kama alinipenda Yesu kaingia gharama msamaha wa dhambi niliupata kama Liondoe machungu na maumivu na magumu mioyoni mwetu. Wakati huu tamalaki mfalme wa wafalme, malaika wa zamu wawe zamu, na Roho Mtakatifu leo mwalimu mwema endelea kutafakarisha kila mmoja mmoja, ili kila mmoja apate kile ambacho umekusudia Bwana akipate katika siku hii ya wanawake. Asante, utaanza pamoja nasi, ni katika jina la Yesu nimeomba, amen. Tutasoma neno la mahubiri ya leo. Tutalisoma tu neno la mahubiri la leo, lakini si kwamba ujumbe wa leo tutapata hapo. Tutatangulia kusoma neno la mahubiri, linatoka Luka 22 na mstari ule wa 40 mpaka 45, lakini tutamalizia na 46. Tutatangulia kusoma. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akanitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti akaomba, akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki.
walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika ziki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawaidia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu apewe sifa. Tuketi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amen. Wamama KKT Usharika Kibunguni B, Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa mama. Amen. Tupigiane mikono ili wa mama. Amen. Na baba tunawapenda. Tupigiane mikono wa baba. Amen. Karibuni katika uwepo wa Bwana. Kila mmoja ajisikie vizuri, Roho Mtakatifu yuko kutuhudumia. Na mshukuru Mungu kwa nafasi tena, lakini nashukuru uongozi wa kanisa na ofisi ya mchungaji kiongozi wa injilisti, lakini kipekee idara ya wanawake kuongozwa na Karishweka, uongozi wa mama, lakini na wanawake wote katika usharika huu. Kwa umuhimu kabisa, ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Jina langu ninaitwa Happiness Nikodemu Kipye, nimeokoka, nampenda Yesu, ninayo safari ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana nafasi tena, asubuhi ilikuwa ile wanasema mwendo kasi. Na Mungu alinipa neema kwenda mwendo kasi. Lakini sio kwamba sasa tutawakawisha sana, lakini at least kidogo tutatafakari. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Somo ambalo nimelisoma kama utangulizi ndio somo ambalo la kalenda. Lakini Mungu amenipa neema na Roho Mtakatifu amenipa ujumbe kwa ajili ya siku hii ya wanawake. Ambao ujumbe huo tunaupata katika kitabu cha Kutoka mstari wa 15. Tunaweka msaidizi kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa 15 nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha na Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanaume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Bwana Mungu. Upigie mstari neno wakimcha Bwana Mungu kama Biblia haujasema. Bwana Yesu apewe sifa. Wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto wa kiume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania ni kama si kama wanawake wa Misri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Bwana Yesu apewe sifa. Hili ndio somo ambalo Roho Mtakatifu amenipa, na mimi namshukuru sana Roho Mtakatifu, ni mwaminifu. Lakini kusimama kwangu hapa kumeniongezea imani, kwa sababu mwaka jana aliosimama kwa mama, Roho Mtakatifu aliniambia mwakani wewe utasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi ninaamini Mungu akisema, na wala sikutaka kuchukua nafasi kuwapata wamama kwamba wamama mwakani mnapoandaa, mimi Mungu amesema.
nilinyamaza kimya. Kama Mungu amesema, na Mungu akisema lazima anatimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nilinyamaza, na hasa Mungu anatimiza lile ambalo amesema. Nami naamini kama Mungu alisema, kipo mama utapokea, kipo baba utapokea. Bwana Yesu apewe sifa. Kila aliyeingia katika malango haya atapokea katika jina la Yesu. Hata toka kama alivyoingia, na mwamini Mungu ambaye ananipa hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa kichwa cha somo ambacho nimekipata kinasema kwamba mwanamke, kaa kwenye nafasi yako, usiogope, na neema ulioibeba itaonekana. Mwanamke, kaa kwenye nafasi yako, usiogope, na neema ulioibeba itaonekana. Wanawake, uzo karudia. Amen. Tuseme kwa pamoja wanawake. Mwanamke, kaa kwenye nafasi. Amen. Nimesema vizuri sana. Katika neno hili ambalo tumelisoma, kuna vitu vitatu muhimu tunavipata kwenye neno hili. Tunaona kuna mtoa ujumbe ambaye ni mfalme, lakini pia tunaona kuna wapokeaji wa ujumbe ambao ni wazalisha, ambaye ni Shipra na Pua, ambapo hapo ndipo pana ujumbe wetu wa leo. Na hawa wanawake tunawapa nafasi ya mwanamke kama wazalisha. Lakini tunaona jambo la tatu, kuna watoto wa kiume ambao wanatakiwa kuuawa. Lakini tunaona wanawake hawa Shipra na Pua walivyofanya jitihada za kuwalinda hawa watoto wa kiume wasiuawe. Na ndio maana tunasema kwamba mwanamke ni mlinzi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke ni mlinzi. Baba, ukae ukijua mwanamke ni mlinzi. Kwa hiyo baba, kaa vizuri na mwanamke ambaye ni mlinzi. Usiache mlinzi usipokaa naye vizuri, akaachia lango likawa wazi, utauawa. Na ndio maana wanaume wanaambia wakae kwa akili na wake zao. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika neno ambalo tumelisoma na tafakari ya leo, ambayo inatuhusu wanawake, na wanawake ambao ni case study yetu ni Shipra na Pua. Tunajifunza nini kwa Shipra na Pua kama wanawake leo? Kipunguni B. Tunaona Shipra na Pua walikuwa wana maamuzi sahihi. Shipra na Pua waliamua maamuzi sahihi. Lakini kilichowapelekea kuamua maamuzi sahihi ni ile neema ya Mungu walioibeba. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiwa kwamba hawa walikuwa ni wacha Mungu. Kuna mahala hapa wanasema wazalisha walikuwa wakimcha nani? Mungu. Na walikuwa na neema ya kumjua Mungu. Na anakwambia katika Tito moja kama sio 11 au 12, anasema kwamba neema inatukataza kufanya nini? Tusifanye uovu na tamaa za dunia. Lakini katika mbele mstari katika Tito anakuambia kwamba tutende haki. Kwa hiyo hawa wanawake na neema yao ya uchaji Mungu ilionekana. Na ndio maana tunasema mwanamke, kaa kwenye nafasi, na neema uliyobeba itafanyaje? Itaonekana. Lakini kikubwa pia katika hawa wanawake tunaona kwamba walikuwa wana maarifa, walikuwa na ufahamu kuhusu ile kazi ambao walikuwa wanafanya. Wao walikuwa ni wazalisha au ni wakunga, tuseme kwa sababu tumezoea sisi kwamba wajibu wa mzalisha ni kwamba lazima ahakikishe uhai wa mtoto. Wapo manesi hapa, tukiwasimamisha nesi mmoja akisema kwamba yeye anataka kuona kwamba mtoto anayezaliwa anakuwa hai. Alafu pia ni kampeni ya kitaifa kuhusu uzazi salama. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona hawa wanawake katika wamepewa nafasi na hao wakuu, lakini katika mazingira walipewa nafasi kwamba wahakikishe kwamba watoto wanazaliwa hai. Lakini inageuka tena hao itakiwa waue. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mazingira gani walikuwa nayo?
ni mazingira magumu sana. Alafu kumbuke kwamba oda imetoka kwa mfalme. Kama sasa amri itoke kwa rais, wewe una nguvu gani ya kukataa? Una ujasiri gani wa kukataa oda kutoka kwa rais kwamba unatakiwa ufanye 1 2? Huwa tunasikia lakini tunaona hawa Shifra na kuwa hawakuogopa oda ya mfalme, sababu ukikataa oda ya mfalme ni kuuawa. Lakini ambacho nilikuwa nikitafakari neno, ukitafakari neno unakuta picha, unapata kama picha. Nikana tafakari, unapokea ujumbe, lakini walikuwa na utulivu wa ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wana utulivu wa ndani, walihandle pressure kwamba ujumbe huo umetoka kwa mfalme. Je, tunafanyaje? Bwana Yesu apewe sifa. Je, wewe una nini tungefanyaje? Mwanamke, ukisikia jambo, ukipata taarifa, hebu pata utulivu kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Pata utulivu, handle pressure ndani. Tulia. Ukitafakari utapata jibu. Lakini tunaona hawa wanawake walikuwa wana majibu rahisi kabisa. Mfalme anawaita, wanajiamini, wana ujasiri. Ani wanapenda sana. Lakini ukiwa msomaji wa neno, lazima ujasiri unaumbika automatically, sio kulazimisha. Bwana Yesu apewe sifa. Hili nimeliona kwenye maisha yangu pia. Kwa sababu kwanza nakumbuka nilipewa nafasi ya kusoma kwenye jumuiya. Wapendwa, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukiendelea kusoma neno la Mungu kila siku na Roho Mtakatifu anakusaidia. Lakini tunaona wanawake hawa wanamjibu mfalme rahisi sana. Kwa nini? Walikuwa wanamcha Bwana. Kumcha Bwana, walikuwa wana hofu ya Bwana. Walikuwa wana unyenyekevu. Walikuwa wana njia zao wanaenda sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Na wanaangalia katika hili ni Mungu au ni mwanadamu. Na katika jambo lolote angalia kwanza Mungu anasema nini. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anasema nini katika hili ninalolipitia? Na natakiwa niamue na nifanye hili. Wao kwanza waliangalia sheria za Mungu. Kwamba Mungu anasema hata kwenye amri kwamba tusiue, si ndio? Tusiue. Lakini kwa mfano nikija katika mazingira ya kwetu hapa, hata katiba ya nchi nimeweza kusema article 14 inampa mtu haki ya kuishi, au kifungu cha 14 cha katiba ya kwetu kwamba inampa mtu haki ya kuishi. Sasa kama una ufahamu, una maarifa hayo, unakuwa una ujasiri, na hasa ukiwa unamjua Mungu. Sisi tunaona mifano ya kina Danieli, si ndio? Tunamwona Danieli na wenzake alisema kwamba hata iwaje hatutaabudu miungu mingine. Bwana Yesu apewe sifa. Hata sisi wanawake wa KKT usharika wa Kikumbuni hivi, hata iwaje hatutasikiliza minong'ono mingine kutoka kwa mataifa, kwa sababu sisi sio wao. Unaona hapa amesema hao wanawake wa Kiebrania ni hodari. Sisi ni hodari. Tuseme sisi ni hodari wanawake. Sisi ni hodari. Sisi sio kama wao. Sisi hatujifungi vibwebwe. Tunamsuta leo atakoma. Hapana. Sisi tunawendea msalaba. Hatusutani. Hata kwenye maombi. Basi tukimaliza maombi kusutana. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ni wanawake hodari. Tukiwa tuna jambo letu tunapatana. Shifra na kuwa hawa walipatana. Walikuwa wawili, kwa hiyo walikuwa wanaushirika. Na Mungu anasema katika ile Zaburi 133 kwamba ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Wakae pamoja na wanawake, mnalitafakari hili neno. Tukae pamoja na kwa, lakini sisi wanawake tunakaa pamoja si kwa umoja. Na Mungu anisaidie mimi katika tafakari ya siku hii ya leo, kama ambavyo kichwa cha habari kinasema, mwanamke kaa kwenye nafasi yako, usiogope.
na neema uliyoibeba itaonekana. Jambo tukipatana wanawake, tunapatana jambo hapa KKT Kikunguni B kwamba tunataka tufanye jambo fulani. Alafu niambie kitu. Jambo linaanza kuumbika rohoni ndio linakuja mwilini. Tunataka kanisa la namna gani? Tunalijenga rohoni. Kuna mahala niliwahi kualikwa na rafiki yangu. Walikuwa wanaomba, akasema njoo bwana njoo. Wanaomba, wanamuombea mtumishi wao kwa ajili asimame katika neno ili neno la Bwana lishuke. Haya, nikasema sawa, katika Bwana nikapata kibali. Bwana nikaenda kuomba. Jamani, ombea mikono macho kila yani kunaomba, nikakaa mimi niko kwa makini. Bwana msimika kila namna wanaomba na hema na kila kitu linajengwa hema kwanza katika roho hapo lisimame. Kwa hiyo ndivyo sisi wanawake ili kanisa tulione kwanza katika roho kanisa la namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Tulijenge kabisa likamilike, tulione. Tusimame kwenye nafasi ya kuomba. Neno ambalo tumelisoma la kwanza la utangulizi linasema kwamba Yesu mwenyewe anaambia wanafunzi wake kwamba ombeni. Na ni ujumbe pia kwa wanawake, tuombe. Kuomba ni vita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu shetani anajua matokeo ya kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani anatutangulia, anajua, na ndio maana anataka atuletee prayer zake. Haya, nimepata labda changamoto fulani, mtoto anauma, ndio prayer zinaanza. Anauma. Yesu shuka na miujiza nikuone. Siko umelala. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, kuna njaa. Yaani shetani anakutengenezea prayer point. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe hauna ratiba ya maombi. Hauna muda wa kuomba. Kuamka ni shida. Mimi nimetenga muda wa saa 8 kuamka kutafakari, saa 9 nianze kuomba. Jamani, kuomba ni vita. Siku nimeamka nikaangalia hivi. Shetani hapendi mtu aombe. Na ukianza kuomba, na watu wengi tunatetereka, tunapoanza kuomba vita zinakuwa zinazidi. Anakutisha ni vitisho vyake. Mungu anasema katika neno lake, zaidi ya mambo yote tunashinda na kushinda kwake yeye ambaye anafanyaje? Anatupenda. Kwa hiyo sisi wanawake ni washindi, alafu tumeaminiwa sana. Tunaona kuna wanawake wengi katika Biblia walifanya vizuri waliposimama kwenye nafasi zao. Tunamuona Esther, tunaona Abigaili, tunaona ile Hana aliomba mpaka Yesu mpaka anaona ile tukio kwamba Yesu amezaliwa. Kwa hiyo inawezekana, na iliandikwa ili tujifunze, sio tujifunze tuviache, na sisi tuone matokeo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Hata kama ni ibada ya pili, ngoja Roho Mtakatifu anipeleke kwa kiasi. Bwana Yesu apewe sifa. Ujumbe, na tunaenda kuhitimisha ujumbe wa leo kwamba mwanamke, kaa kwenye nafasi yako, usiogope, na neema uliyopewa itaonekana. Hitimisho ya ujumbe wetu, tunataka tuangalie mambo muhimu kabisa kuhitimisha kwamba mwanamke ni mlinzi. Mwanamke ni mlinzi mahala popote alipowekwa. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema katika Yeremia 31:22 kwamba Bwana ameumba jambo jipya, kwamba mwanamke atamlinda nani? Mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ni mlinzi. Lakini pia kutokana na somo letu, na tumejifunza kwa Shifra na Pua kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na anayefanya hivyo anapata akili njema. Na hilo tunaweza kukuta pia kwenye Mithali 1:7. Kwa hiyo wanawake wa Kikunguni B, ili tuone matokeo ambayo Shifra na Pua walisimama, tuliona kwamba wale wanawake walikuwa na maamuzi sahihi, walikuwa jasiri, walikuwa na ushirikiano, lakini walikuwa na upendo. Hawakutaka kuona kwamba wale watoto wanauawa, kwa sababu ni mbegu ambayo itaongeza kanisa nguvu kazi katika jamii. Kwa hiyo yote hayo tumejifunza kwamba walifanya kwa sababu walimcha Bwana. Kwa hiyo na sisi tukimcha Bwana, na ndio maana prayer point leo yetu ni kwamba tuombe moyo safi,
moyo wa nyama, moyo uliopondeka, ili tuweze kumcha Bwana, tutaona matokeo. Lakini pia tunaona kwamba hawa wazalisha walikuwa na ufahamu na maarifa na kazi ambao wanafanya. Lakini pia tunapata ujumbe tufanye kazi. Hawa wanawake walikuwa wanafanya kazi, si ndio? Pale walikuwa kazini. Lakini sio kufanya tu kazi, tuwe na maarifa na ufahamu na miko hiyo kazi ambayo tunaifanya, ili wakati wa changamoto tuweze kujua tunasimama kwa namna gani. Bwana Yesu apewe sifa wa mama. Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua ni kwa lazima, lakini hebu tupige vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Vigelegele wa mama. Amen. Lakini tena kwenye hitimisho hapa naona kwamba ukijua kusudi la kuwepo kwako mahali, utajua pia cha kufanya. Ukijua kusudi, unajua kusudi mimi ni mke wa fulani. Unajua kusudi ambalo umekuwa mke wa fulani, na katika nyumba hiyo wewe kuwa mama na Mungu akubarikia mume na watoto, utajua cha kufanya. Utajua cha kufanya. Na lazima sasa umekuwa mke, lazima upate maarifa ya mke ni nani. Mke ni nani? Sababu hata mwanzo katika utangulizi nilikuwa nimeweka kwamba mwanamke ni mtu. Kabla hajawa mwanamke alikuwa nani? Ni mtu. Kwa sababu tuna hapo mwanzo Mungu asema na tumfanye mtu. Kwa hiyo ni mwanamke naye alikuwa mtu kabla ya kufanyaje? Ya kuwa mwanadamu. Na alipata baraka zote kutoka kwa Mungu. Na ndio mwishoni Mungu akasema kwamba na tumfanye mwanaume na tumfanye nani? Mwanamke. Kwa hiyo wanawake tuna baraka zote, lakini tunapishana kwa namna tu ya maumbile. Lakini baraka na uwezo wa kufanya vitu tunao. Tuseme wanawake, uwezo wa kufanya jambo likaonekana tunao. Uwezo tunao na ni hodari. Tuko hodari kwa sababu tunamcha Bwana. Kwa kuhitimisha huu ujumbe kwamba tunaona kwamba ukifanya jambo utapokea, sio kwa kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kumalizia kabisa, tunaona kwamba hawa wanawake walitendewa mema. Hawa wanawake walitendewa mema. Sema sijadhani maana. Lakini hapa mwishoni anasema kwamba basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha. Hawa wanawake hawakuomba yale mema. Kwa hiyo nimetafakari nini? Kumbe mema huwa yanafuata mkono. Mema hauyalazimishi. Bwana Yesu apewe sifa. Mema hulazimishi, yanafuata mkono. Kwa sababu hawa wanawake hawakuomba Mungu sisi tumefanya hivi, tutendee na sisi hivi. Hapana. Mungu aliona mwanamke mahala ulipo unachofanya, hata kama ni sirini, watu wengine hawawezi wakaona. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu mmoja aliniambia, mpendwa, siku hizi tukoni kwenye maombi, alinifuata kaniambia, siku hizi tukoni fellowship jamani. Nikamwambia hivi, kuna mambo, lakini sio kwamba siombi. Mimi ni askari wa mafichoni. Kwa hiyo nipo na kisha naomba, na kila kitu ambacho kinaendelea ninaomba. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukawa wewe unakaa pale hata hujawahi kuonekana. Sasa usionekane. Bwana Yesu apewe sifa. Maana anaweza kutoka na slogan ya mtume. Sasa mtumishi amesema tukae pale. Hapana. Unaweza ukakaa unafanya jambo fulani, unaomba mpaka litokee. Kwa mfano, naweza nikamalizia na mfano huu kwamba mwanamke ukikaa kwenye nafasi na Mungu atakutendea yaliyo mema. Hata hapo mahala wasipoona, lakini mema yatakuingia mahala pengine utakapokuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Yawezekana wasione mahala, yawezekana wasione mema hapa Kikunguni hii, lakini mema ambayo umetenda Mungu anayaona. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunatakiwa tuonekane kwamba na Mungu mwenyewe aliyotuweka na aliyotupa nafasi. Amen. Kwa hiyo sasa
nilikuwa nataka nimalizie kwa ushuhuda ambao wa kusema kwamba mimi binafsi namalizia ushuhuda kuhusu mwenyewe, na labda kuna watu wengi pia walikuwa wanaomba. Sio peke yangu labda nilikuwa naomba. Mimi nilikuwa naomba na muda mrefu sana. Na nilikuwa nakuja kwenye kanisa lile la watoto saa 10 nakuja kuomba. Na nilichokuwa ninaomba, nilikuwa naomba kwamba nilikuwa nataka mambo haya mawili. Ninataka kwamba wale watoto wa Sunday school tuje nao hapa mbele, mchungaji aombe, tuwaombee na wapate baraka waende kwenye makanisa yao. Au mchungaji kabla hajaingia huku, nilikuwa nataka aende kule kwa watoto, awaombee, awape baraka waende na nini na ibada zao. Mimi niliomba na nikamaliza. Niliomba na nilimwamini Mungu. Lakini kuja kukaa baadaye nikaja kuona watoto tunaambatana nao wanakuja. Mimi kwangu yalikuwa majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi kwangu yalikuwa matokeo kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na niliomba faraga na kwa siri, naomba kwa mzigo sana. Nataka kuna mambo fulani yalipita kwa watoto. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo niliomba hata kanipa mzigo wa kuomba. Nimeona matokeo na nimefurahi. Na pia nimenipa nguvu tena kuchagua jambo lingine, kama nachagua na hili nalo nitakapoona majibu na nitashangilia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mwanamke, chagua nini? Tunasema chagua mada yako. Mnaweza mkashirikiana 2 3 mkafanya. Usitake kuonekana kwa watu, wala kwa mchungaji, wala kwa parishioneri, wala kwa nani. Mungu mwenyewe akuone na Mungu mwenyewe atakutendea mema. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ambalo mtakatifu ametupa kutafakari. Bwana Yesu asante. Asante kwa ajili ya uaminifu wako na wema wako. Asante umenipa nafasi tena, lakini umetupa nafasi wa sharika wa KKKT Kipunguni B. Na leo ni siku ya wanawake Bwana. Roho Mtakatifu, asante umenitumia tu kama chombo, umenipa hekima, maarifa na ufahamu juu yangu, na Roho Mtakatifu juu yangu. Na kwa haki ya damu yako kuweza kuomba mahala hapa Bwana. Maana sijastahili mwenyewe kusimama mahala hapa, ila damu yako ambayo imeniosha, damu yako ambayo imenitakasa, damu yako ambayo imenipatanisha na msalaba, na ikanipa haki ya kusimama na kuomba kwa ajili ya neema yako. Na umetupa kichwa cha somo kwamba mwanamke akae kwenye nafasi asiogope, na neema ambayo amebeba itaonekana. Tumejifunza na kutafakari kutoka kwenye Biblia, lakini kuna wanawake wengi walifanya mambo ya ajabu na walipokaa kwenye nafasi zake. Tunamwona Esther alisimama, taifa likaokolewa. Tunamwona hata Debora aliweza kuwa nabii, mwamuzi, lakini alikuwa mke, nafasi zote aliweza kusimama imara. Hata Yaeli aliweza kumua Sisera. Ujasiri aliopata, alimkaribisha kama mtu mwema, lakini aliokoa taifa kwa kumua Sisera. Baba, asante kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa kama wanawake wa Kipunguni B. Asante kwa ajili ya uongozi pia ambao umetupa nafasi sisi wanawake. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweza kusikia huu ujumbe. Lakini na huu ujumbe pia haujawaacha wa baba, kwamba wanawake ni walinzi wa wanaume, na wanawake walihusika kukaa kwenye nafasi na kwa gharama kuhakikisha watoto wa kiume kama mbegu wanatoka hai, na mbegu inaongezeka, inakuwa na kuwa taifa kubwa. Ndivyo ilivyo wa baba katika familia. Wao ni kichwa, na baba wamepokea leo. Hata wao wakimcha Bwana, wakikaa kwenye nafasi, watakuwa na maamuzi sahihi, lakini watakuwa na ushirikiano, upendo, lakini imani yao haitatindika kwa sababu wanamcha Bwana, na kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Asante kwa kunitumia tu kama chombo. Baba, sijastahili, umenistahilisha tu kwa neema yako. Nami napungua na shuka mpaka nchi, ili jina lako litukuzwe. Yale tulionena ya utukufu wako, jina lako litukuzwe. Yale nilionena kwa kutoka kwenye kinywa changu na mawazo yangu, Baba, ninaomba unirehemu katika jina la Yesu. Neno hili likawe mbegu kwa wamama, likawe mbegu kwa wababa, likaondoe maumivu na machungu na magumu.
wamekuja kukuabudu Bwana, watoke wakiwa wanaheri, wawe watu ambao wamebarikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunamkaribia Mungu, tunampinga shetani na hila zake. Hata katika hili swala la ujenzi, Baba, tunampinga shetani. Tunamkaribia Mungu, kila mmoja ahusike ili baraka zienee majumbani mwetu. Asante Roho Mtakatifu uliye mwaminifu, tunakutukuza. Heshima, azama tunakurudisha wewe Mungu wetu, uliotupa neema leo wanawake tukakaa kwenye nafasi hizi. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Tuseme amen.